Zangu kama mnavyofahamu kwa taarifa ambayo mwenyekiti wetu wa private sector amezungumza hapa, ni kwamba Tanzania ni nchi mwanachama katika swala zima la shirikisho la biashara duniani, ambao mnakumbuka kwamba ushiriki wetu umeanza miaka mingi, na mwaka 1970 tuliweza kushiriki vile vile kule Japan, ambapo Tanzania tuliweza kutoa maeneo mbalimbali hasa katika upande wa usanii na biashara zingine. Tulifanya vizuri, na hata ukumbuka katika nyimbo mbalimbali zinasema maonyesho ya kule Japani, wale mwimbo wa kizalendo wa siku nyingi ambao umepigwa, ili kuashiria kwamba Japani sasa ni kwa mara ya pili ina host maonyesho haya makubwa duniani. Kama nilivyosema, maonyesho haya yatakuwa miezi 6. Yameanza kufunguliwa tarehe 12 mwezi huu April, yatakuwa mpaka tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2025. Ni maonyesho ya 2025 Japan 2025, ambao sasa kama tulivyosema ni kwamba sisi wa Tanzania banda letu la TanTrade litaanza kuwa wazi kuanzia tarehe 13, ambao timu yetu iko kule site tarehe 13 mwezi huu wa April mpaka tarehe 13 mwezi Oktoba. Ndani ya kipindi cha miezi 6 hicho tutakuwa na kazi kubwa, na hasa kuonyesha yale utajiri tuliokuwa nao, lakini kuwavutia wadau wetu mbalimbali katika kuja kufanya biashara na kuja kufanya uwekezaji. Lakini kubwa zaidi ni partnership. Watu wa uwekezaji wa Tanzania wanaweza kushiriki vizuri jinsi gani tutawekeza na wenzao kutoka Japani katika swala zima la kibiashara. Lakini eneo lile ni jukwaa kubwa. Inawezekana sio lazima umpate Mjapani kuja kufanya naye biashara. Eneo lile maana ni kongamano la watu wengi wanakutana, maana yake ni forum maalum ya watu wanaoenda kimkakati kuhakikisha wanapata fursa za uwekezaji kutoka maeneo mbalimbali na kushiriki katika swala zima la ubia ambao una manufaa makubwa sana katika swala zima la maendeleo. Sisi Tanzania, wizara zetu kama nilivyosema siku za nyuma kwamba sekta mbalimbali zitashiriki katika upande wa biashara, na hasa kuonyesha jinsi gani tulichokuwa nacho, mambo ya uwekezaji na mambo mengine ya kisanii na kiutamaduni. Katika eneo hilo tukumbuke kwamba tuna sekta za kipaumbele, na hasa sekta ya kilimo, ambapo mnafahamu kwamba kipindi hichi Daktari Samia Suluhu Hassan ameipa nguvu sekta hii. Bajeti yake imehama kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021, sasa tunazungumza shilingi trilioni 1.2. Uwekezaji mkubwa sana, na maana yake nini? Tija imeongezeka katika kilimo. Katika eneo ambalo tutaenda kutangaza sana ni upande wa kilimo, hasa mazao tunayozalisha. Leo hii mpaka mazao ya chakula nayo yamebadilika kuwa mazao ya biashara. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana kutangaza kahawa yetu, kutangaza chai yetu, kutangaza korosho yetu, kokoa, ufuta na mambo mengine katika upande wa kilimo. Lakini vile vile tunakumbuka kwamba mwaka wa jana, mwaka 2024, nchi yetu ilipitisha sera ya uchumi wa buluu. Lengo letu ni kwamba kuangalia kwamba jinsi gani tutanufaika na swala zima la rasilimali ya maji tuliyokuwa nayo. Katika mambo ambayo sehemu kubwa naye tutaenda kuyatangaza ni swala zima la uchumi wa buluu katika eneo hilo. Akisehemu nyingine ni swala zima la utalii. Kumbukeni Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia filamu ya Leo Tua amefanya kazi kubwa sana. Leo hii ukienda katika bonde la Klete na Ngorongoro utakuta magari yamejazana pale, hata kugeuza yanashindikana. Ni kwa sababu ni kwamba watu wameshaitika. Kwa hiyo kupitia programu hii sasa tunaondoka nayo, maonyesho haya makubwa tunaondoka nayo, yatatusaidia kuongeza ile kazi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya, kuongeza juhudi kubwa zaidi. Kwa sababu naona nchi yetu imefunguka sasa, vyanzo vya utalii vimekuwa vingi. Ukienda Nyerere National Park, ukienda Sadani, ukienda maeneo yote nchi yetu, ukienda kule Kilwa mpaka kusini. Kwa hiyo haya ni maeneo makubwa sana ambayo tuna jukumu kubwa la kuweza kuhakikisha kama tutakuwa na siku maalum ya utalii. Lakini hali kadhalika tutakuwa na siku zingine mbele za kimiundombinu, uchukuzi, kama alivyosema mwenyekiti hapa. Upande wa uchukuzi, nchi yetu ikiangalia swala zima la uchukuzi, swala zima la bandari, uwekezaji katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, unaona kwamba tuna fursa kubwa. Leo hii natoka DRC Congo. Jinsi gani kule DRC Congo kama nchi yetu, na hasa swala zima uwekezaji katika ziwa Victoria, na hasa upande wa pili ambao tumepewa eneo kwa ajili ya ujenzi wa dry port, ili mradi hata watu wetu wakisafirisha mizigo iweze kukaa pale, hata kupunguza zile changamoto za kuingia kule ndani DRC Congo, ambao hiyo maana itaongeza utanuzi wa uchumi. Hayo yote ndio ya kwenda kutangaza kule Japan. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba kuna siku maalum ambazo kila wizara au kila sekta itakuwa inapangiwa katika eneo hilo. Kama alivyosema mwenyekiti, tuwaombe sana Watanzania wote, hasa tuitikie mwito huo, hasa kwa sababu lazima tushiriki nchi yetu kuhakikisha tunasonga vizuri katika swala zima la biashara, katika swala zima la uwekezaji. Tuna kila sababu. Rasilimali tuliokuwa nazo ambazo ziko nyingi, na hasa kazi kubwa inayofanya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na maana kwamba tutaendelea kufanya vizuri zaidi. Siku zote mnasema kwamba sasa kwa mazingira mazuri Mheshimiwa Rais anayofanya katika nchi yetu, na hasa naomba niwashukuru Tanzania Private Foundation kwa uratibu vizuri wa sekta binafsi. Leo hii tunaona kwamba uwekezaji unazidi kuongezeka. Imani yetu kubwa kwa hizi kazi kubwa zinaendelea kufanya, na hasa katika maonyesho haya
GDP yetu itapanda. Hayo ndio malengo yetu. GDP yetu sasa hivi ni dola za Kimarekani bilioni 80. Lakini kasi kubwa tunakoifungua nchi yetu, tutaenda kufanya vizuri zaidi. Mwisho wa siku ni kwamba kila mtu, uchumi usonge mbele, livelihood za watu ziweze kuimarika zaidi, kupata mafanikio makubwa. Kwa hiyo siku ya tarehe 25 mwezi Mei 2025 tutakuwa na kitu kinaitwa National Day. Katika maonyesho yale ni kwamba kila nchi imepangiwa siku yake. Sisi siku yetu itakuwa siku ya 25 ambayo itakuwa National Day. Siku hiyo ni kwamba tutakuwa na kiongozi mkuu wa kitaifa ataikuja kwa ajili ya kuhakikisha kuadhimisha siku hiyo kama mgeni rasmi. Kumbukeni, katika maonyesho ya Dubai, mgeni rasmi alikuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hali kadhalika maonyesho mwaka huu, Daktari Samia Suluhu Hassan ndio mgeni rasmi, lakini amedelegate kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, ambao tukio hilo litafanyika siku ya tarehe 25 mwezi Mei. Imani yetu kubwa, Watanzania watafurahia, wale kwa Japani diaspora na wawekezaji wanaenda kule na wafanya biashara mbalimbali kushiriki sambamba katika siku hiyo ambayo itakuwa na matukio mawili. Tutakuwa na tukio la mchana, lakini na tukio la usiku la dhifa maalum ya chakula kwa ajili ya kubadilishana mawazo kuadhimisha siku yetu hiyo. Siku ya tarehe 26 tutakuwa na siku maalum kwa ajili ya kongamano la uwekezaji. Litaruhusu mambo ya biashara, mambo ya uwekezaji na masuala ya utalii. Kwa hiyo siku hiyo hapa mwenyekiti anazungumza, tunategemea kwamba siku hiyo kutakuwa na mambo mengi. Kumbukeni, ile Dubai Expo tulisaini karibu mikataba 36 ambayo ni thamani ya shilingi bilioni karibuni USD bilioni 8, ambayo kazi yake ni kubwa sana kubadilisha uchumi, zaidi ya ajira 214 plus. Lengo kuhakikisha kama wananchi wanaweza kupata ajira. Imani yetu kubwa mwaka huu, kwa sababu watu wengi wataenda kutembelea pale, zaidi ya watu milioni 28, ambao kati ya wale milioni 8 ni wale ambao watakuwa wanashiriki, na kati hao watotoka nje karibu milioni 3.5, na sisi Tanzania ni miongoni mwa hao watakufanya hivyo. Kwa hiyo imani yetu kwamba siku ile ya kongamano ni siku ambayo nchi yetu itaenda kutangaza tulichokuwa nacho. Kwanza, tumefanya juhudi gani katika uwekezaji. Tutatangaza yale ambayo kama kazi kubwa ya fursa tulizokuwa nayo. Kwa mfano, ajenda ya kuhakikisha tumefanya uwekezaji katika swala zima la nishati, ili mradi kusaidia hata uwekezaji uweze kusonga mbele. Tulikuwa na changamoto kubwa ya nishati huko nyuma. Kumbukeni, uzalishaji wetu ulikuwa megawati 1600 karibuni na 90. Lakini swala zima kumalizika mradi wa bwawa la Nyerere, sasa tunaendelea katika tunapanda hapa hivi nyuma tuko na megawati 3440, sasa inapanda kwenda megawati 4000. Ina maana hiyo ni assurance, mwekezaji akija Tanzania atapata swala zima la nishati ya kuendelesha mitambo yake. Lakini si hata hivyo kuhakikisha kama kutoa taarifa jinsi gani Tanzania inaendelea kuwekeza katika upatikanaji wa nishati, kwa sababu uwekezaji unataka nishati. Leo hii unaona kwamba uwekezaji mkubwa uliofanyika wa megawati 80 kule Rusumo, ambao mradi huo utasaidia na nchi partnership na watu wa Burundi na DRC na wenzetu wa Rwanda. Kwa hiyo inaonekana kwamba eneo hilo ni maeneo ambayo tunaenda kuyatangaza. Lakini kubwa zaidi swala zima la fahari yetu, reli ya SGR, kwamba kuvutia watu mbalimbali, jinsi gani tumekuwa serious katika masuala ya uwekezaji, lakini kuona jinsi gani watu wanaweza kutumia fursa kwa hii reli ambayo inaunganisha nchi yetu na nchi zisizokuwa bandari, DRC, Burundi na Rwanda. Kwa hiyo tutakuwa na kazi kubwa katika eneo. Kwa hiyo siku ya kongamano tutakuwa ni siku kubwa zaidi. Niwaombe waandishi wa habari kwamba tuendelee kuzitangaza habari hizi kwa ajili ya Watanzania kuweza kutumia fursa hii kwa ajili ya nchi yetu. Lakini tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Standard aliyoweka katika swala zima nyanda za kimataifa, diplomasia, ameikuza sana. Nchi yetu heshima imekuwa kubwa. Mahali kokote tutakaoondoka ni kwamba heshima ya Tanzania imekuwa kubwa. Imani yetu kwa vile ameshaweka falsafa nzuri ya mashirikiano kimataifa, imani yetu maonyesho mwaka huu ya pale Japani Osaka yatakuwa mazuri zaidi. Niwaombe wa Tanzania wote tushirikiane kwa pamoja. Mwenyekiti wa private sector alivyozungumza hapa, private sector tunategemea kama ndio injini ya maendeleo katika nchi yetu, ambayo nayo itashiriki kwa kiwango kikubwa. Akiwa na habari ni vyombo, niombe wamiliki wa vyombo vya habari, itawapendeza sana katika jambo hili kila mtu limuhusu. Kama ikipendeza hata chombo cha habari kikimtoa hata mwandishi mmoja au wawili, itakuwa ni fahari kubwa zaidi. Imani yangu kwamba nitaona TBC, nitaona Azam hapa, nitaona ITV, Clouds, Channel 10, kila chombo ikiwezekana, kwa sababu hili ni jambo la kwetu wote kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, sisi kama private sector na ambavyo tunaona sisi tukienda kule kwenye soko la Japani lenyewe, vitu ambavyo tutapiga bao ni bidhaa za kilimo. Kwa hiyo katika maonyesho haya, kitu cha kwanza ambacho tunakibebea bendera, tunakiweka katika bidhaa namba moja kabisa ni vitu vya bidhaa za kilimo. Japani inanunua kahawa nyingi kutoka kwetu, lakini inanunua kahawa pia kupitia nchi zingine, lakini kahawa ile ukitrace inatokea Tanzania.
lakini wananunua pia sesame, ufuta kutoka Tanzania tumeona, na mazao mengine mengi. Korosho wananunua lakini wanapitia kwenye nchi zingine. Sasa tunataka tukapate direct access na soko la Japani. Kwa hiyo bidhaa ni nyingi sana ambazo, chai pia wananunua lakini zinapita kwenye nchi zingine ndio zinauzwa kule. Sasa ni wakati wetu, fursa kubwa ya kwenda kujionyesha moja kwa moja na bidhaa ili tuweze kuteka lile soko na Tanzania. Lakini tumeona kwenye utalii pia, tuna watalii wanatoka Japani wanakuja hapa. Sema soko lile tulikuwa bado hatujalitangaza kwa ukubwa. Kwa hiyo nafikiri kupitia Expo Dubai 2025 ni muda mzuri wa makampuni ya utalii kujitokeza na kwenda kuchukua fursa zilizoko Japan, lakini pia kuziangalia zile nchi ambazo tunafanya nazo biashara. Na kuna kitu kingine kikubwa sana, Mheshimiwa Waziri, ambacho mara nyingi hatukisemi. Japani wanapenda sana muziki na hizi bongo movie za kwetu wanaangalia. Bongo movie. Wanapenda hizi bongo movie na muziki yetu ya Kitanzania wanasikiliza sana. Kwa hiyo huu ni wakati ambao tunawahamasisha wanamuziki, ndugu zetu wa sanaa tamaduni zetu hizi za tofauti, tuweze kwenda kwa pamoja, tukaende tukaonyeshe. Tunaweza tukaona ni vitu ambavyo havisemi sana, lakini sasa hivi entertainment industry ndio ni uchumi mkubwa sana kwenye nchi kama Nigeria, nchi kama India, Marekani, lakini tunaona pia movie za Kikorea, tuna za South America, watu hata huku kwetu tunaziangalia. Sasa wenzetu wanatusikiliza sana kule. Nafikiri ni fursa kubwa ya kwenda kutangaza pia fursa za hawa wenzetu artists, wachoraji, watu aina tofauti. Kwa hiyo mimi ninaona kwamba ni fursa ya kipekee, na mimi ni balozi namba 1 ambaye inafanya biashara na kampuni kubwa ya Japani, na kupitia hizi network zimeniwezesha kupata watu wa kufanya nao ubia katika biashara. Hata hivi tunavyozungumza sasa hivi mimi ninaelekea Japan kwenye kukutana na kampuni kubwa ya Japan, lakini ninakwenda kukutana na benki ambayo ndio benki namba 2 Japani. Ni benki kubwa sana. Nakwenda kukutana na president wa benki kubwa sana. Sasa hizi zote ni fursa ambazo sisi tunaoenda kufanya hayo maandalizi ambayo yatasaidia sana hata kwa watu wengine katika kuhakikisha kwamba tuna access funding kutoka kwenye vyombo vya fedha za nchi kama Japani.